Jaji wa mahakama ya rufaa Aggrey Muchelule ni miongoni mwa zaidi ya watu 5 ambao wameandikisha taarifa kuhusiana na kutoweka kwa bastola yake iliyopatikana na mshukiwa wa ujambazi aliyeuawa. Jaji Muchelule aliyepiga ripoti kuhusu kutoweka kwa bastola yake aliwaeleza polisi kuwa mara ya mwisho aliiona ilikuwa mwezi Oktoba mwaka uliopita. Gatete Njoroge sasa anaarifu. Uchunguzi kuhusiana na kutoweka kwa bastola ya jaji wa mahakama ya rufaa Aggrey Muchelule iliyopatikana mikononi mwa mshukiwa wa ujambazi imeendelea kushika kasi, maafisa wa upelelezi wakiwahoji watu 6 akiwemo jaji Muchelule kuhusiana na namna silaha hiyo ilitoweka. Wengine wanaoripotiwa kuandikisha taarifa na polisi ni familia yake na wafanyikazi wa nyumbani, duru za uchunguzi zikituarifu kuwa watu wengine zaidi wanatarajiwa kuandikisha taarifa. Katika ripoti yake kwa polisi, Jaji Muchelule aliwaeleza kwamba mara ya mwisho alitangamana na silaha hiyo anayoaminika kumiliki kwa zaidi ya miaka 10 mwezi Oktoba mwaka jana. Wakati huo alinuia kukata upya leseni yake iliyokuwa imeisha, ila hakukamilisha shughuli hiyo. Maswali yakiibuka kuhusu kuchelewa kwake kupata leseni hiyo, runinga ya Citizen imethibitisha kuwa raia anayemiliki bunduki hupokea ujumbe wa kupata leseni mpya kila baada ya mwaka mmoja. Iwapo mmiliki anakosa kufika mbele ya bodi ya kutoa leseni ya umiliki wa bunduki, anatozwa faini ya shilingi 500 kila siku, na pia leseni yako inaweza kutupiliwa mbali. Kulingana na sheria, mmiliki wa bastola anapaswa kuwa na sehemu maalum ya kuweka silaha hiyo, na ambayo hukaguliwa na mkuu wa kituo cha polisi karibu na anakoishi. Mkuu huyo wa polisi wa cheo cha OCS anapaswa kuwasilisha ripoti ya kuthibitisha silaha itawekwa mahala panapofaa kwa bodi ya kutoa leseni. Iwapo mmiliki wa bastola ataipoteza, basi anapaswa kupiga ripoti kwa kituo cha polisi kilicho karibu mara moja. Adhabu ya kukosa kupiga ripoti ni kifungo kisichozidi mwaka mmoja au faini ya shilingi 10,000. Ili kuweza kumiliki bunduki Kenya, ombi la anayetaka kumiliki hutumwa kwa OCS wa kituo kilicho karibu. Ni hapa ambapo msasa unaanza. Shughuli hiyo huenda kata ndogo ya eneo lako kabla ya kufika mkoa, kisha kwa maafisa wa ujasusi na hatimaye kwa bodi ya kutoa leseni. Shughuli hiyo inayohusisha maafisa wa polisi, wale wa utawala na maafisa wa ujasusi inaweza kuchukua kati ya mwezi mmoja hadi miaka 3 kabla ya mtu kuruhusiwa kumiliki silaha. Wanaopewa silaha lazima wawe na ripoti kutoka hospitali kuonyesha wako sawa kiafya. Gatete Njoroge, runinga.